Mungu yeye anaweza kutubadilisha na kutengeneza. Kwa hapo tunaona mwanaume anaambiwa yeye ni kichwa na anaambiwa ampende mke wake. Hilo ni agizo kwamba hata ufanyaje mwanamke katika ulimwengu wa roho yuko mgongoni kwa mwanaume, anamtia moyo katika majukumu aliyopewa mazito ya kuongoza familia katika njia ya kiroho katika mimba. Kwa hiyo mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kumsaidia. Biblia inasema aliumbwa mwanamke kama msaidizi kwa nani? Kwa Adamu, kumsaidia na kumtia moyo katika hali ya uchovu, amfute jasho na kumwambia usijali, kula chakula, kula matunda haya kidogo, safari bado, na kutia moyo, pambana mume wangu, nenda, ndio kazi mliopewa. Lakini siku zote Mungu anajua mwanaume yuko mbele kwa ajili ya kulinda na kutetea katika mazingira yote. Yaani ndivyo ilivyo. Uwe umeoa hujaoa, lakini Mungu anajua uko mbele na familia unaiongoza. Kwa unaweza kuona dada zako unaweza uko mbele. Kwa hiyo mbele katika mambo gani? Yote ya hapa duniani ya haki yasiyo dhambi. Lazima tuongoze katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma mstari wa tumeshia wa 25, tusogee mbele kidogo. Tuanze 28. Tuanze 28. Hivyo imewapasa waume nao wapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. 30. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Sasa 61. Kwa sababu hii mtu atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Na ule mstari wa mbele 62 nitakuletea baadaye una maana yake. Lakini mimi nataka nizungumze kwenye eneo la kupenda, kujitoa, kugharimia, kuteseka kwa ajili ya mwanaume. Amefananishwa na alama ya Kristo kwa sababu Kristo, Mungu alimtoa Yesu afanyike mkombozi, na Yesu yeye anafanyika kichwa cha kanisa, lakini pia mwanaume anafanyika kichwa cha nini? Cha mwanamke. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kanisa tunazungumza Kristo pamoja na watu walioko ndani. Kwa hiyo baba anaonekana kama Kristo katika familia, alafu mama anaonekana kama kanisa katika familia. Kwa hiyo nyumba zote zina Kristo na kanisa. Kristo ni kanisa, mama ni kanisa, Kristo ni baba. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kila mwanaume ni lazima afanye mazoezi ya kufanana na tabia zote alizokuwa nazo Yesu. Hapa ndio tena. Kila mwanaume hata kama alikuwa jaanza na kwa leo, kufanya mazoezi ya kufanana na tabia za Yesu. Aliacha heshima yake, aliacha uzuri na utukufu wote, akashuka kwa ajili ya kulitia kanisa. Maana kila mwanaume anatakiwa awe na uchungu na mzigo na jamii na mzigo na familia yake, afanyike baraka kila leo, awe tayari kufa na kupona, hakikisha familia yake inapata mahitaji ya msingi yote ambayo mimi siyajui. Wewe unaweza kujua kwa familia yako. Hilo ni agizo la Biblia. Kwa nini? Kwa sababu upande wa pili kanisa limeagizwa kumtii Kristo. Kwa hiyo mwanamke ameagizwa kumtii mume wake kwa mambo mema, sio dhambi. Kwa mambo mema, kwa kila jambo jema. Akikwambia dhambi, kataa na ulete kesi, tutajibu. Lakini kwenye masuala ya mema usilete, ni wajibu wako kutii. Kwa hiyo kanisa kama mwanamke linatembea kwenda kwa Kristo. Kwa hiyo Kristo anaposhuka amebeba uzima na baraka, anakutana na kanisa linalotembea. Maana kanisa linaloishi, kanisa ambalo linafanya ibada, linatembea, linaishi, linafanya ibada, linafanya kama tulivyo hapa. Hapa hakuna jinsia kwenye ulimwengu wa roho. Hapa wote ni kanisa, kitu kimoja. Tunamtazama Kristo peke yake mmoja tu ambaye ndiye Bwana wetu. Tunamuinamia na kumsujudia. Tukija katika ulimwengu wa kawaida tunajitoa kopi, anapatikana mwanaume na mwanamke, ambaye mwanaume atamwakilisha Kristo na mwanamke atawakilisha kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanaume unapotembea ujue umebeba alama za Kristo. Kwa hiyo tabia zote za Kristo sio kwako. Kama Yesu hajawahi kufanya jambo lolote, ni lazima tuliache. Tuwe tunataka au hatutaki.
kwa mujibu wa Biblia.